رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد ukitazama katika Qur'ani ayat chungu zima zipo za kutuhimiza katika jamii zetu tunapokaa tu tunasameheana. Binadamu haishi kufanya makosa na watu wanadhulumiana, watu wanaoneana, lakini hata hivyo mtu anakuja anajuta kwa amemkosa mwenziwe, anakuja kuomba msamaha. Wakati mwingine yule anayekoswa anatakiwa na Mwenyezi Mungu ajizoeshe kusamehe. Kusameheana jambo muhimu sana. Musamih karim, ukarimu wake kwa kwamba kile kosa alokoswa akaweza kusamehe. Mwenyezi Mungu huwa al-afu al-ghafur. Allahumma innaka afu tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Unapenda sana kusamehe, kwa hivyo tusamehe kama wewe unapenda kusamehewa na Mwenyezi Mungu. Na wewe binadamu makosa matupu, na unakira wangapi kwa kujua na kutokujua. Na Mwenyezi Mungu anahimiza katika aya chungu zima, anasema falyafu walyasfahu. Haya tunasema na kila siku, hata tukisema haitoshi, kwa sababu watu kila siku wanakuwekeana uhasama na kugombana na kutosemezana. Huwezi kuamini kwamba hawa watu wanaoamini, watu wenye kufuata dini na kutekeleza maamrisho mengi, lakini hili linakuwa kosa kubwa, hatuwezi kusameheana. Tunawekeana, shetani anazidi kupadilia na kuzidisha watu wazidi kuchukiana. Subhanallah. Mwenyezi Mungu anahimiza sana, anasema la tuhibuna yaghfira Allahu lakum falyafu walyasfahu. Wasameheane na wasamehe wasahau. Ala tuhibuna, hampendi an yaghfira Allahu lakum, Mwenyezi Mungu akughfireni. Wallahi, namna kama mtu anajua namna gani Allah Ghafurur Rahim, maghfira yake na rehema zake zinavyoteremka kwa yule mwenye kusamehe wenzake, basi angelikuwa kila mara njia ya kusamehe tu kila kosa na kosa. Naam, kama wewe unapenda Mwenyezi Mungu akughfiri dhambi zako, basi na wewe uje kusamehe. Kuna hadithi wameidhaifisha hadithi hii wengi, kwamba hadithi kursi anamwambia Mwenyezi Mungu mja, tazama juu, inua macho yako utazame juu, tazama peponi. Alafu anainua macho yake, fayarfa'u al-'abdu basarahu, anainua juu, anasema ya Rab, naona makasri chungu zima yamejaa yaliyopambwa kwa dhahabu, kasri ya hali ya juu. Na anauliza kwa mtume gani kasri hizi, au kwa siddiq gani, au kwa shahidi gani? Mtume Mwenyezi Mungu anamwambia mja huyu, hii ni kasri za mwenye kuweza kutoa thamani yake, mwenye kuweza kulipa thamani. Kuna thamani gani huko? Hakuna dola, hakuna shilingi, hakuna sio, hakuna kitu. Umesimama mbele ya haki kusubiri uamuzi, na unaambiwa mwenye kuweza kutoa thamani yake atoe. Fayaqulu al-'abd wa man yamliku thaman, ya nani anaweza kumiliki thamani yake? Mwenyezi Mungu anaambia wewe unamiliki. Fayaqulu al-'abd, mja huyo anasema kitu gani, kwa kitu gani ninaweza kutoa thamani? Nitumie currency gani, pesa zipi, au thamani gani, amali gani? Fayaqulu rabb bi'afwika an akhika, kwa kule kumsamehe mwenzako basi inatosha, kwa ndo thamani yake. Mchukue mwenzio mkamate mkono mwingie peponi pamoja. Naam, binadamu sisi tujue hakuna mmoja kwa tabia zake kama malaika au kama mtume au kama wenye sifa kubwa kubwa wasiofanya makosa. La, abada, sote kullu ibn adam khata.
kila binadamu mwenye kufanya makosa sana, kufanya makosa kwa binafsi yake na kuwakosa wenzake, na tujue kwamba faman afa wa aslaha faajruhu ala Allah, mwenye kusamehe akatengeneza mambo akarudi kama alivyo mwanzo, basi ajue kwamba malipo yake Mwenyezi Mungu anabeba jukumu hili. Faajruhu ala Allah, jinsi namna Mwenyezi Mungu anavyotuhimiza atazame basi thamani gani ya malipo anayopata ikiwa malipo haya analipa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faajruhu ala Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kwanza kuna sababisha kwamba wewe upate maghfira Mwenyezi Mungu kwa urahisi zaidi. Waliafu waliyasfahu ala tuhibuna yaghfir Allahu lakum, amtaki kwamba nyinyi Mwenyezi Mungu akughfirie dhambi zenu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kusamehe, kumsamehe yule aliyomkosa, asifikiri kwamba anasamehe kwa anajidhalilisha mbele ya yule aliyemkosa. Abadan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha katika hadithi, inasema kipande cha hadithi hiki, wama zada Allahu bi'afwin illa izza, Mwenyezi Mungu hamzidishi yule mtu anayesamehe ila anampa utukufu zaidi. Anakuwa siku zote mtu mwenye heshima kubwa mbele ya yule aliyemsamehe daima. Ile kila kimwona yule mkosa na siku moja na kansamehe, Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ampe thawabu nyingi, inshallah Mwenyezi Mungu ambariki. Sivyo, siku zote mwenye kukosa anapomwona yule aliyemkosa naye akamsamehe, basi siku zote ni mkubwa kwake, anamtukuza tu katika moyo wake, au sivyo? Kwa hivyo hili ni jambo muhimu kwamba anta tanalu al-izza, unapata utukufu mbele ya wenzio na heshima zaidi mbele ya wenzio. Unaposamehe ujue kwamba wa anta afwa aqrabu littaqwa, inakusogeza mbele kwenye uchamungu zaidi. Na hasa ilivyokuwa aya hii inasema anta afwa aqrabu littaqwa wala tansau al-fadla bainakum. Sisahau maneno Mwenyezi Mungu atuambia, anatuhimiza tusisahau kufadhiliana, kufanyia wema baina yenu, bainakum, yani baina yetu sisi. Na hili jambo muhimu sana. Mwenyezi Mungu anapenda sana watu wanapoishi katika jamii wapendane, wasameheane, wasaidiane, wawe kitu wanaishi kama kitu kimoja. Huyu ana jambo limepungua, mwenzio mwenye kuwa nacho amsaidie, ampe. Yani jambo katika imaniyat, katika kuzidisha takwa, kwamba kila mmoja anaishi yuko kalingawa hata familia mbalimbali kama kwamba watu wanaishi familia moja. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anapenda, ndipo anaposhusha baraka zake, ndipo anashusha maghfira kwa waja wake. Lakini kwa watu wanahasimiana, wanagombana kila siku, kila mmoja anaweka undani juu ya mwenziwe, shetani yuko baina yao. Na Mwenyezi Mungu hapendi mazingira kama haya ambayo yamejaa shetani. Kwa hivyo tunahimizwa al-afu lilmusii, kumsamehe kwa mwenye kukosa, imtisali amrillah. Wewe unatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, kwanza ulijue hilo. Unapomsamehe mkosa kwamba wewe unatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, faliafu wasfah. Na ukitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakuwa radhi na wewe, au sivyo? Kwa hivyo anta tanal mardhatillah, unapata radhi za Mwenyezi Mungu zaidi. Kosa lolote anakusamehe, unakuwa uko karibu na Mola wako, takwa inazidi, khashyatullah inazidi, unakuwa mtu mwenye fadhila na mtu mwenye baraka, mtu ambao mwenye kupendwa na wenzio. Na kwa hivyo hata unaposamehe mwisho, man ya'fu 'an nas yash'ur birraha, anahisi kwamba anapata raha, kaondoa ule mzigo ulikuwa ukimkera moyoni, au sio? Kwa hiyo nimshautua mzigo huu, kwa hivyo anapata raha nafsia, nafsi yake inakuwa imetulia. Siku yote mtu anapokuwa hana jambo lolote moyoni, ikiwa amekerwa au amekera, alijitahidi asikere, akikerwa samehe, basi huyo mtu mwenye moyo kama huo, mwenye khair, moyo wa baraka, moyo ambao Mwenyezi Mungu anaupenda. Kwa hivyo huyo mtu ni mwenye kuchuma thawabu wingi sana. Darasa yetu fupi leo tunahimizana tu kwamba tusameheane wakati tunapokosa,
Ujue kwamba hili jambo linamridhisha Mwenyezi Mungu na analipenda sana, na waja wake sisi tukiwa katika hali kama hii, ujue kwamba tunajenga rawabit kuwa kitu kimoja katika jamii. Mapenzi yakizidi katika jamii, basi ndio radhi za Mwenyezi Mungu na baraka zake zinapoteremka kwa waja wake. Hadha wallahu a'lam.